Ukija katika upande masala ya elimu, hapa ndio tuseme kuna tatizo kubwa sana ndani ya jamii za Kiislamu, kwamba wazazi wengi wanafanya jambo zuri sana la kuwasomesha watoto wao elimu ya kiseko, wala sio kosa. Wanasoma watoto vizuri mashallah, na mzazi analipa ada, akiona shule haina maendeleo mazuri mnahamisha shule, mnada mtoto asome afaulu kwenye kiwango kizuri sana. Hilo jambo jema, lakini uje upande wa pili, upande wa dini. Upande wa dini ni dharau katika dini. Hakuna heshima katika dini. Kuanzia walimu wenyewe, walimu wa dini wa madrasa, inawezekana akaambia mzazi pale madrasa, japo peleka ada 10,000 kwa mwezi kwa mwalimu, hapeleki. Kama ataka kufukuza bwana, ruka nyumbani hapa. Naona? Kwa hiyo mwalimu sasa kwa kuwa na imani lazima akimfukuza mtoto atakuwa muhuni, anamwacha pale pale aje madrasa, lakini mzazi 10,000 mpaka 5,000 mwingine mpaka 2,000 mzazi hatoi. Lakini kule shuleni ni kwamba yeye mbali ya ada ya mamilioni bali mpaka hela tuition anamuongezea, anatoa. Mwalimu wake darasa vocha ikauki kwa nini? Mwanae kwa shuleni anafanya mawasiliano na nani mwalimu wa darasa kipindi hadi kipindi. Lakini mwalimu wake wa dini hana maana hata kidogo, hana muda kuweza kujua jambo mwalimu umekuaje, wala hawezeshwi. Kwa hiyo swala la kudharau dini na wale walimu dini ambao limekita mizizi, kwa unakuta kama mtoto anaweza kaja madrasa kwamba nguo zake chafu, lakini nguo za shule zinatayarishwa kila siku, zinafuliwa na zinapigwa pasi kwa vizuri. Madrasa kuja nguo zake chafu, zinapewa uangalizi mzuri mno. Anakuwa na uangalizi katika nguo za shule. Mtu ana uniform za shule hata 2-3 anazo, kiasi kwamba hata kama kuna msimu labda mzazi kachelewa kufua, ipo nyingine mpaka safi mtoto anakwenda shuleni. Viatu ndio siseme, anapewa 2 mpaka 3 za shule, lakini kuja kwenye madrasa kwa peku atakia tu hana. Anakuja madrasa mchafu. Kwenye madrasa kwamba ile juzuri imechanika au hata juzuu halina mfuko wa maana. Sana ile mfuko wa mchele ndio weka juzuu lako uona. Au begi ambayo kule shuleni imechanika imekataliwa, ndio begi ile inapelekwa anaenda na madrasa, begi kama ile hapo jana chuoni. Hasa lazima mtoto atajengeka kidharau kama upande hauna maana. Kwa sababu gani? Nakuja hivi ovyo kabisa, sio msafi, snacks na hiki, na kiasi kamba unaweza ukashangaa baadhi ya madrasa kama mwalimu anaomba wazazi wachangie juzuu. Kwa sababu gani? Mzazi anamwona kuna juzuu ya mwanae kwamba wewe unasoma nini bana, utasaidiwa nini? Hasa hii ni hali ambayo hatari imegusa katika elimu yetu ya dini, kuidharau dini yenyewe na kudharau vile vihusiano na dini. Madrasa zetu juzuu misahafu, unaweza ukaona kwamba madrasa watoto nakaa chini, hata mkeka ambao kidogo msafi haupo. Kwa sababu gani? Wazazi wako tayari kuchangia, lakini ukijiunga na baadhi ya shule lazima ulipe hela dawati. Maka mtoto wake haizi kukaa chini, lazima ulipe hela dawati. Madawati yanalipwa, lakini mzazi hawezi akaamua nichukue 30 nunue mkeka nipeleke msikitini watoto wakae sehemu nzuri. Hafanyi kitu kama hiki. Kwa jambo kama hili nini yajenga? Ni dharau katika dini yetu, dharau katika madrasa zetu, dharau katika mustakbali wa jamii ya Kiislamu. Hasa kama madrasa na sura kama hii, mtoto baadaye atakuwaje? Ama kama hii madrasa ni ovyo, hazina maana katika mambo kama haya. Hii inazalisha na wazazi hezi akajali kwamba kadhalika ni kwamba swala madrasa, kama kuna siku za tuition ndio kabisa mtoto aje madrasa. Kuna siku tugani shuleni, mtoto anamaliza muda wake huko siku zote. Kwa unakuta watoto akishakuwa mtoto kuanzia labda la pili la tatu, huyu mwalimu huyo ana tuition bana, madrasa hatakuja. Tuna mzazi anakuja kumwagia mwanae kama atakuja madrasa. Kwa mtoto kama huyo kaishia tabatiada, ndio anaga na madrasa, unataraji mustakbali wa imani yake atakuwaje? Mustakbali wa dini yake atakuwaje? Kwamba yeye kaishia tabatiada ambaye anasoma tuition bana, kuna mtihani wa darasa la 4, mtihani wa darasa la 7, mtihani wa form 2 mpaka form 4 na kuendelea. Kwa ni kama mtoto huyu wa Kiislamu anakuwa kamba yeye dini yake kando. Haya na sasa na wazazi, wala mzazi hezi akathubutu kuwa na mawazo bana, kama ratiba za shule zimebana, ndafuta mwalimu ampatushe mwanangu katika dini yake, afahamu dini yake, apate kuelewa. Kitu kama hiki hakifanyiki kwa wazazi wengi, ambalo ni tatizo ambalo linaathiri dini yetu, kuathiri jamii yetu na kuathiri watoto wetu kuwa na maadili mema ya dini ya Kiislamu. Bana kuja kukalamika Musakleo. Nisha kutokea kipindi fulani hivi kuna watoto walikuwa wawili wanaongozana.
Ndio. Sasa hivi mmoja yuko kidato cha 4. Mashaallah. Wakati wamefika pale la 4 la 5, nikaanza huo utaratibu kwamba sasa hivi wao lazima waende madrasa muda wote. Watakuwa wanashinda huko na nini? Nikamwambia hivi bwana kwangu haliwezekani. Uende shuleni muda wote. Nikamwambia hilo haliwezekani. Nilienda shuleni. Nikamwambia mwalimu, nikamwambia wewe ni Muislamu. Shule yako ni nzuri, English medium na nini? Ndio. Tunalipia watoto wasome English medium, maana wanasoma English medium na ni shule nzuri. Ndio. Tusheni ya nini? Nikamwambia tukazozana sana, nikamwambia hapana. Ndio. Watakuja tusheni siku ya Ijumaa. Ndio. Watakuja tusheni siku ya Jumatano. Watakuja na Jumatatu. Ndio. Tugawane lazima. Sawa. Sababu Ijumaa waende madrasa. Ndio. Akasema watakuja Jumamosi, Jumapili wataenda madrasa. Ndio. Jumanne na Alhamisi wataenda madrasa. Siku 4 hizo. Ndio, sawa. Alafu Jumatatu, Jumatano na Ijumaa watakuja kwenye hiyo tusheni. Ndio. Nikamwambia kama watafeli basi waache wafeli, lakini haiwezekani nianze kuwakosa hadi kuanzia darasa la 5 watoto waanze kusoma madrasa kwa kustukiza. Subhanallah. Nikamwambia hii kwa kweli kama inashindikana basi watoto wangu mwatoe, kwa sababu hapa hawakuja kusoma tusheni. Ndio. Wamekuja kusoma masomo katika sekula ya kawaida na tunalipa kama English medium. Tusheni ya nini tena? Tusheni ya nini? Nikamwambia kama watakosa basi wakose, lakini na huko wasikose. Ni kweli. Of course ni misimamo yetu pia sisi wenyewe wazazi. Ni kweli. Na nilifanikiwa kwenye hili. Alhamdulillah. Ikawa ratiba na wakaenda. Alhamdulillah. Bado kuna mmoja hapa ndo nataka nidili naye tena. Inshallah. Kwa sasa ni kwamba wazazi wengi hawachukui nafasi yao. Kujitomboka mimi kwa mzazi na jibu gani kwa mtoto ni mwandaeje? Ni mtayarishe vipi? Kwa katika matayarisho yote ambayo yanatakiwa, elimu hii ya mazingira ipate na elimu ya mwongozo ipate, si kupata elimu moja peke yake. Ukipata elimu moja peke yake itamgharimu yeye pia na maisha yake, pia jamii itaathirika na yeye. Mtu ambaye dini yake haielewi, imani yake ni tatizo. Kwa mzazi akisimama kama masala tuition, kama walimu wanasomesha katika mashule mashallah taala, tuition za nini? Kwa sasa unasomesha mtoto toka saa 12 mpaka saa 9 wapo naye, basi muache aende kasoma madrasa. Lakini mtoto mpaka saa 12 yuko ndio anarudi nyumbani katoka tuition. Unafikiri mtoto kama huyu dini yake itakuwaje? Imani yake itakuwaje? Shida hasa lazima tutoe kwa wazazi, kama wazazi mna jukumu la usimamizi wa watoto kuhusu masala ya imani yao, imani ya Kiislamu isimegwe na mambo mengine. Si kama shule wasome waende kama kawaida, lakini ule muda shule ukishamalizika basi nafasi dini ipatikane. Ongea tu na viongozi na walimu watakuelewa, kama ambavyo wazazi wengi wanakuwa wanaongea na walimu, bwana huyu ana muda kwenda kusoma imani yake. Lakini sasa kama utamnyang'anya kwanza la 4 la 5 hasomi dini yake, unataraji maisha yake atakuwaje katika mambo ya baadaye? Kwa dini inaharibika, dini inapotea, dini ina nafasi hata kidogo. Kwa swala hili la tuition la katika mashule, wazazi waliangalia kipaumbele kwamba lisimalize na kukosesha muda watoto kusoma dini yao. Sasa wazazi wengi wamejali hili, wamethamini hili, kama mwanangu anasoma kadha, lakini dini yake ina nafasi hata kidogo. Kwa msana kila mzazi litambue na lipe nafasi hali juu sana, kwa sababu huyu mtoto bila imani ameharibika. Na tunaona mifano mingi, wangapi ni wasomo nzuri lakini dini hawajui, wanapuuza mpaka wazazi wao. Wanadharau mpaka wazazi wao wanafukuza, mkajui thamani ya mzazi kitu gani? Wewe umemsomesha upande mmoja kama mzazi, kumsomesha liko jukumu lako. Kwa masala ya maisha utaje mwenyewe bwana. Wewe umesomesha basi utaje mwenyewe. Wangapi hawatambui wazazi wao kwa la kheri wala shari. Kwa sababu gani? Hana imani, hana mafunzo ya dini yanayomfundisha umuhimu ni nafasi ya mzazi katika maisha yake ya kila siku. Hasa mzazi mfundishe jambo hili, ili kijana wake kija mtaani wewe atakuthamini na wazazi atawathamini, na vile vile atajalia kwamba ni kheri kupatikana kupata radhi za Allah tabaraka taala, dini ipate ngada salama na jamii ipate jamii njema yenye maadili, yenye kumtambua na kumtekeleza Allah tabaraka na kuleta maamrisho Allah tabaraka taala. Hatuzingatie ili sote twende salama, tukamatana tunasema mkono kwa mkono hadi peponi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.